Mwenyekiti, baada ya utambulisho naomba sasa kwa heshima na taadhima nikukaribishe utufungulie kikao chetu kwa ajili ya kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais na madiwani za mwaka 2025. Mwenyekiti, kwa heshima na taadhima naomba nikukaribishe. Mheshimiwa Mwenyekiti, Makamu Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, waheshimiwa wajumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, mkurugenzi wa uchaguzi, msajili wa vyama vya siasa, kakaangu Francis Mutungi, Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge na uratibu, ndugu wangu Jim Yonazi, makatibu wakuu wa vyama vya siasa, watumishi wa tume, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukusanyika siku hii ya leo hapa makao makuu ya ofisi za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi jijini Dodoma. Pili, mniruhusu kwa niaba ya tume niwapongeze kwa kukubali mwaliko wetu wa kushiriki katika kikao hiki ambacho kina umuhimu wa kipekee kwa ajili ya maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu 2025. Tatu, tunashukuru viongozi wote wa vyama vya siasa kwa namna ambavyo mmekuwa mkiipa ushirikiano tume katika utekelezaji wa majukumu yake mbalimbali, hususan yale yanayohusu mchakato wa maandalizi ya uchaguzi, ikiwemo uandaaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi ambazo tupo hapa leo kwa ajili ya kutia saini kwa ajili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani wa mwaka 2025. Ndugu viongozi, kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha 162 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, tume iliandaa rasimu ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025. Baada ya kukamilisha maandalizi ya rasimu ya kanuni hizo, tume iliziwasilisha kwenu kwa ajili ya kupitia na kutoa maoni yenu kuanzia tarehe 1 Machi 2025 hadi tarehe 14 Machi 2025. Maoni yenu yamejumuishwa katika kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025 tutakazotia saini hii leo. Napenda kutoa shukrani za dhati kwenu kwa ushiriki wenu katika kuandaa rasimu hiyo, kwa kutoa maoni yenu na kuyawasilisha kwa tume kwa wakati. Asanteni sana. Ndugu viongozi, kama mnavyokumbuka, baada ya kukamilisha rasimu ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025, tuliwarejeshea tena rasimu ya kanuni hizo tarehe 4 Aprili 2025 na kuwaalika kwa ajili ya utiaji saini leo tarehe 12 Aprili 2025. Hadi leo tarehe 12 Aprili 2025 hatujapokea maoni tofauti ya rasimu ambayo tunatarajia kuisaini muda mfupi ujao, na kwa mantiki hiyo inachukuliwa kwamba rasimu hii
imekubaliwa na pande zote tatu, yaani vyama vya siasa, serikali na sisi Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu viongozi, kifungu cha 162 kidogo cha pili cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, kinaweka sharti la ulazima kwamba kila chama cha siasa, kila mgombea kabla hajawasilisha fomu ya uteuzi, serikali na tume wanapaswa kusaini na kuzingatia kanuni za maadili ya uchaguzi wakati wote wa kampeni za uchaguzi na utaratibu wa utekelezaji wake. Lengo la utiaji saini wa kanuni hizi ni kuhakikisha kuwa wadau muhimu wa uchaguzi wanathibitisha utii na uzingatiaji wa misingi ya kimaadili inayopaswa kuzingatiwa wakati wa kampeni na katika uchaguzi. Aidha, ni muhimu ikazingatiwa kwamba chama cha siasa ambacho kitashindwa au kukataa kusaini kanuni hizi za maadili kitazuiliwa kushiriki katika uchaguzi. Ndugu viongozi, mwisho lakini sio kwa umuhimu, leo tupo hapa kwa ajili ya kusaini kanuni za maadili, na kwa maana hiyo napenda kuchukua fursa hii kuwaalika viongozi wa vyama vya siasa na serikali kutekeleza jukumu hili la kisheria la kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025. Leo siku ya Jumamosi tarehe 12 Aprili 2025 hapa ofisi za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi jijini Dodoma. Baada ya kusema hayo, sasa napenda kutamka kuwa kikao cha Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, vyama vya siasa na serikali kwa ajili ya utiaji saini kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025 kimefunguliwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni kwa ajili ya kutia saini. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Tumuongezee makofi. Tayari amekwisha toa mwaliko kwa vyama vya siasa kwa ajili ya hili tukio la leo, lakini kwa mujibu wa ratiba yetu kuna maelezo inatakiwa tuyapate kabla hatujafikia hilo tukio kutoka kwa mkurugenzi wa uchaguzi. Karibu sana. Ndugu viongozi, kama alivyosema Master of Ceremonies, kwa ratiba sasa inaonekana kwamba tuko pale kwenye item ya 5. Maelekezo jumla kuhusu rasimu ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025. Mtakumbuka nimewaambia kwamba tuliwasambazia tangu tarehe 1 Machi mpaka tarehe 14 na mkaleta maoni yenu nyote mlioshiriki hapa, na maoni hayo yamezingatiwa. Sasa ninamkaribisha mkurugenzi wa uchaguzi aweze kutupitisha katika jambo hili. Karibu mkurugenzi wa uchaguzi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi naomba nitoe maelezo ya jumla kuhusu yaliyomo katika kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais na madiwani za mwaka 2025 siku ya leo utiaji saini kanuni hizo. Ndugu viongozi, naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Mheshimiwa viongozi, kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 5 ibara ndogo ya 3D ikisoma pamoja na ibara ya 74 ibara ndogo ya 6E ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambazo kwa ujumla wake zinaelezea kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika kutekeleza majukumu yake itazingatia masharti na maelekezo kwa mujibu wa sheria zilizotungwa na Bunge. Kama unafahamu, kwa msingi huo mwaka jana Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilitunga sheria ya uchaguzi wa rais, bunge na madiwani namba 1/2024. Katika sheria hiyo kifungu namba 162 cha sheria tajwa kinaweka sharti la tume baada ya kushauriana na vyama vya siasa na serikali itaandaa kanuni na kuchapisha mwezi wa serikali kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, bunge na madiwani, na yanapaswa kusainiwa kwa kuzingatia pande tatu, kwa maana vyama vya siasa, serikali na tume. Kwa mujibu wa kifungu tajwa cha sheria husika, kanuni hizi za maadili ya uchaguzi zimeainisha maadili ya vyama vya siasa wakati wa uchaguzi, serikali na tume katika muda wote wa kampeni za uchaguzi na uchaguzi, na utaratibu wa utekelezaji wa kanuni za maadili hayo. Ndugu viongozi wa vyama siasa, serikali, kwa mujibu wa kifungu namba 162 kifungu cha pili cha sheria tajwa, wahusika wanapaswa kusaini maadili hayo ni kila chama cha siasa na kila mgombea wa nafasi yote ya kiti cha rais, bunge au diwani atapaswa kusaini fomu namba 10 kukiri na kuyaheshimu maadili hayo, na serikali pamoja na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu waheshimiwa viongozi, katika kuandaa kanuni za maadili ya uchaguzi, tume ilimshika vyama vya siasa na serikali kama ambavyo Mheshimiwa Mwenyekiti ameeleza kwenye maelezo yake kwenye hotuba ya ufunguzi, na vyama pamoja na serikali wasema maoni yao ambayo yamezingatiwa katika kanuni hizi ambazo mnakwenda kuzisaini leo. Ndugu viongozi, mambo muhimu yalipo kwenye kanuni hizi kwa muhtasari ni mosi, wajibu wa vyama vya siasa. Tutasema kwa muhtasari, katika kanuni hizi vyama vya siasa vina wajibu ufuatao: mosi, kuheshimu na kufuata katiba, sheria za uchaguzi, kanuni za uchaguzi na kanuni za maadili ya uchaguzi. Pili, kuzingatia ratiba za kampeni. Tatu, kuchukua hatua za makusudi kuhakikisha kuwa uchaguzi unakuwa wa haki, huru na amani. Na 4, kuepuka vitendo vya kuvuruga uchaguzi wa aina yoyote. Na baadhi ya mambo ambayo vitakiwa kufanya: mosi, ni kuepuka kufanya fujo; pili, kuepuka kutumia lugha za matusi, kejeli na udhalilishaji; tatu, kuepuka kufanya vitendo vinavyoashiria unyanyasaji wa kijinsia; 4, kuepuka kufanya kampeni kwenye majengo ya ibada; na kuepuka kutoa rushwa, na mengine ambayo yapo kwenye kanuni hayo. Hapo ni sawa kwa muhtasari. Kwenye kanuni hizi serikali imepewa wajibu wake. Nitataja kwa baadhi ya maeneo ambayo serikali ina wajibu kwenye kanuni hizi. Mosi, ni kutoa fursa sawa kwa wadau wote wa uchaguzi ili kuendesha shughuli za kisiasa kwa uhuru na kwa kuzingatia sheria za nchi. Pili, kuhakikisha kuwa kuna hali ya usalama, amani na utulivu katika kipindi chote cha uchaguzi. Tatu, kutoa fursa sawa kwa vyama vya siasa vyenye wagombea nafasi ya kiti cha rais na makamu wa rais kutumia vyombo vya habari vya umma na utangazaji vinavyotumia serikali kutangaza sera zao. Na 4, kuhakikisha kuwa viongozi na watendaji wake wanazingatia ipasavyo ukomo wa mamlaka na madaraka yao katika shughuli za uchaguzi. Na baadhi ambayo yasitakiwa kufanya na serikali kama ifuatavyo: mosi, haitakiwi kuingilia na kuzuia isivyo halali mikutano iliyoitishwa na vyama vya siasa au wagombea kwa mujibu wa ratiba za uchaguzi. Pili, vyombo vya ulinzi na usalama kutumia madaraka yao visitumie madaraka yao kukandamiza wagombea, wafuasi au chama chochote cha siasa. Tatu, hakikisha mtumishi wote wa serikali ambaye anahusika na shughuli za uchaguzi hahamishi kutoka eneo ambalo anashughulikia uchaguzi mpaka hapo uchaguzi utakapokuwa umekamilika. Kwa upande wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, yanapaswa kufanya na tume nimetaja kwa kifupi tu. Mosi, ni kuzingatia katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 sheria za uchaguzi na sheria za nchi katika usimamizi wa uchaguzi. Pili, kusimamia na kuendesha uchaguzi katika misingi inayowezesha uchaguzi kuwa huru na wa haki. Tatu, kupatia vyama vya siasa ratiba na taarifa za uchaguzi kwa wakati. 4, kutoa elimu ya mpiga kura kwa nchi nzima. 5, kuvipatia vyama vya siasa kanuni, maelekezo ya tume, nakala za daftari la wapiga kura na nyaraka zingine zinazohusu masuala ya uchaguzi kwa wakati. Na 6, kukemea vitendo vyenye nia ya kuharibu uchaguzi vinavyoweza kufanywa na viongozi wa siasa, wagombea au wafuasi wao.
na baadhi ya mambo ambayo tume haitaki kuyafanya ni mosi, kupendelea chama chochote cha siasa au mgombea yeyote, kubadilisha ratiba za kampeni za uchaguzi bila kushikia vyama vya siasa vyenye wagombea katika ngazi mbalimbali, na tatu, kuchelewa au kutokupeleka vifaa pungufu katika vituo vya kupigia kura bila sababu za msingi. Ndugu waheshimiwa viongozi, utekelezaji wa maadili. Katika kutekeleza kanuni za maadili kutakuwa na kamati za maadili katika ngazi ya kata, kutakuwa na kamati ya maadili ngazi ya taifa, kutakuwa na kamati ya maadili ngazi ya jimbo na kamati ya maadili ngazi ya rufaa. Na wajumbe wa kamati hizi watakuwa ni mwanachama mmoja kutoka kwa kila chama cha siasa chenye mgombea kwa nafasi husika, kwa maana nafasi cha rais, mbunge na diwani. Wajibu wa kusaini maadili ya kanuni za uchaguzi. Kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kifungu namba 162 kidogo cha pili cha sheria ya uchaguzi wa madiwani namba 1/2024 kikisoma pamoja na aya ya 1.2 ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, bunge na madiwani za mwaka 2025, kanuni za maadili zinapaswa kusainiwa na wahusika kwa kila chama cha siasa, serikali na tume ya uchaguzi. Aidha, chama ambacho hakitasaini maadili haya hakitashiriki uchaguzi wa rais, bunge na madiwani utakofanyika mwaka huu na chaguzi zingine zote ndogo zitakofanyika kwa muda wa miaka 5. Hitimisho. Ndugu viongozi wa siasa, maadili ya uchaguzi ni muhimu katika kuwezesha uchaguzi huru na wa haki. Hivyo ni muhimu wa pande zote ziweze kuhusika na kusaini maadili haya. Mchakato wa maadili ya uchaguzi wa madiwani ulifanywa kwa kushirikiana na wadau kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti. Aidha, tunawashukuru wadau wote kwa michango na maoni tuliyatoa wakati wa maandalizi ya kanuni hizi. Waheshimiwa viongozi, naomba kuwasilisha na asanteni kwa kunisikiliza. Asante mkurugenzi wa uchaguzi, na kwa mujibu wa ratiba zoezi hili sasa ni la kusaini maadili haya kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao. Naomba nirudishe kijiti kwa mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ili aweze kutuongoza katika eneo hilo.